20 nasoma, basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina heshima. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Najua hiyo ni nani ya kwanza ambaye yuko tayari asome Luka 10 mstari wa kwanza hadi wa 3. Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mstari wa kwanza unasema, basi baada ya hayo Bwana aliweka na wengine 70, akawatuma wawili wamtangulie kwenda kila mji na kila mahali alipokusudia kwenda mwenyewe. Pili, akawaambia, mavuno ni mengi, lakini watendakazi wachache. Basi mwombeni Bwana wa mavuno apeleke watendakazi katika mavuno yake. Tatu, enendeni, angalieni, na watuma kama wana kondoo kati ya mbwa mwitu. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Najua kila mmoja amesikia Kiswahili hapo hivi ninachosema. Tutakwenda kuingia katika usomi wa neno vile mzee amesoma. Tumezungumzia katika kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya Timotheo wa pili, msamani, nilikuwa nimekosea hapa. Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa 20, na Luka mtakatifu sura ya 10 mstari wa kwanza hadi 3. Hapo ndiko kuna maneno yetu siku ya leo. Leo ni ibada la kuweka wakfu kama leadership team. Tutaidedicate, yani tutaikabidhi kwa Bwana. We are committing them into God's hands so that God may use them mightily for his glory. Hallelujah. Ili Bwana watumie kwa utukufu wake. Kazi hiyo ya mwanadamu, lakini ni kazi ya Mungu, na watakapomtumikia Mungu wamtumikie kama vile wanamtumikia, sio mwanadamu. Tutarudilia tena katika kitabu hicho ili niingie katika neno, na tukimaliza nitafuata na programu nyingine ambayo ninayo, na Bwana anaitumia vile ambavyo ametuandaa. Na vitu vingi leo. Hallelujah. Bwana asifiwe. Naona kama watu wanalala. Bwana asifiwe. Hallelujah. Nafurahi sana na dada zetu kutoka Ebeneza wakiimba, wamenisisimua sana. Yaani inamaanisha kuna kitu ndani hata kama hawajaimba. Amen. Na hivyo ndio tunatambua vipawa vya watu wa Mungu. Bwana wabariki sana na azidi kuwahudumia, na siku nyingine mfanye makubwa zaidi ili watu wazidi kumjia Bwana, kwa maana safari yetu ni ndefu. Tutarudilia hapo tena. Nitasoma leo, nitazungumzia neno kuhusu kuwa chombo muhimu kwa Bwana. Kuwa chombo muhimu kwa Bwana. Nitasoma katika maandiko haya ambayo mzee amesoma. Basi katika nyumba kubwa havimo vyombo vya dhahabu na fedha tu, bali na vya mti na vya udongo, vingine vina heshima na vingine havina. 21, basi ikiwa mtu amejitakasa kwa kujitenga na hao, atakuwa chombo cha kupata heshima, kilichosafishwa, kimfaacho Bwana, kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Amen. Kimetengenezwa kwa kila kazi iliyo njema. Huyu ni Paulo akizungumzia kwa Timotheo, na hapa tunapenda tuangalie tunaangalia mambo muhimu kuwa chombo cha samani na kuwa chombo kisicho cha samani. Wengi wakinielewa katika maandiko yangu watasema labda kuna wengine wa samani hapa na wengine wasio wa samani. Hapana. Kuna watu wa samani wale tu watakubali kutakasa na kuoshwa dhambi zao, kubaki kuwa wasafi na kujaribu kufuata njia za Bwana. Amen. Na vile vyombo vingine visio kwa vya samani ni vile vyombo vinakaa na vieleo. Hivi ndivyo vyombo vinalaumika. Hivi ndivyo vyombo vinasumbua. Hivi ndivyo vyombo ambao vilete heshima ya nyumba. Basi kazi yao ni watu kukataa mambo ya Mungu. Kazi yao ni watu ku drop out. Kazi yao ni watu kusema asitaenda tena kwa kanisa, nimejishia yangu. Kwa sababu ndani ya nyumba kuna vyombo visivyo kwa vya samani vilivyo na hali kama hizo. Haleluya.
Leo ni siku ya kuweka wakfu leadership team, yaani kuwakabidhi mikononi mwa Bwana. Wengine wanaweza kufanya kazi hata hajawekwa mikononi mwa Bwana. It is usual, kwa maana anayepaka mwanadamu ni Roho Mtakatifu. Na ninakumbuka ya kwamba Roho Mtakatifu alitumika na mitume. Wale ambao kupokea injili kutoka kwa kina Petro wakati ule walikuwa hajamjua Roho Mtakatifu. Lakini wakati mitume walipowafikia na kuwafunza neno la Bwana, wakawaambia vile Roho Mtakatifu alivyo, baadaye wakaanza kujaa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo napenda kusema ya kwamba Roho Mtakatifu ako ndani yetu, tutamtambua tunapomkubali Kristo kuwa mwokozi wetu. Kuna vyombo vya dhahabu ambavyo kila mtu angependa kuwa na vyombo vya dhahabu katika nyumba yake. Kila mtu anavitamani hivyo vyombo. Kanisa likiwa na vyombo kama hivyo, vyombo ninasema vyombo vya samani, yani tunachukua hali ya kanisa na ni sisi washirika walio kanisani. Mtu anaweza sema kwamba kuna washirika wazuri na kuna washirika wabaya. Hapana. Bwana aliyewaita anajua sababu ya kila chombo kilicho katika nyumba. Amen. 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 Na kama umetambua ya kwamba wewe ni chombo cha aina gani, lazima ujisafishe. Biblia imesema katika mstari 21, lazima ujitakase. Utafute uso wa Bwana. Umtafute katika njia zake, na ndiposa kila mmoja atakapokuona atasema ya kwamba chombo hiki kinafaa katika nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Sijui kama kuna mtu anatamani kupata chombo kisichokuwa cha samani katika nyumba yake. Ukipata wageni, kila mtu anapenda ingie nyumbani achukue zile bakuli ambazo zimefichwa kwa kabati kule. Sijaona nikiingia kwa nyumba zote hapa tunapokwenda kwa misiba, hakuna mtu anatoa sahani ya uchafu. Wageni wakifika pale anapenda onekane ni mzuri. Anaenda chukua vile vyombo vya samani, anaviweka kwa meza, kama ni vya dhahabu, kama ni vya fedha, anaviweka pale. Lakini sivyo kama ataleta chombo cha udongo aweke pale. Ile ya ibomba tunasema kule kwetu, ukitengeneza sahani ya ibomba, uweke kwa meza yako, watu wanapokuja, utasikia furaha. Hapana, kila mtu anapenda chombo cha samani, na kupitia hicho chombo cha samani Bwana anatukuka. Amen. Amen. Wewe nini wa baba, nini wa dada, wa kaka, na nini wazee, wa mama, wazee na vijana, kazi ambayo unapewa ni kazi ya Bwana. Ni mwenye nayo ana wivu na anatamani hiyo kazi itendeke, lakini anapenda atumie vyombo vilivyo visafi. Baba yako mkwe akifika nyumbani, ama yule ambaye ameoa mtoto wako, unatafuta chombo kizuri. Sio mtu akiweka kitu cha uchafu. Na tukiwa hivyo hata katika nyumba ya Bwana, Bwana atatutumia sisi wote kwa utukufu wake. Amen. Lakini kwa sababu ndani yetu tujitambue kwamba sisi ni vyombo vya aina gani. Je, wewe ni chombo cha aina gani? Wewe ni chombo cha samani ili Bwana kutumia kwa utukufu wake. Ni lazima tujiangalie kwa kuondoa uchafu wote unaokabiliana na sisi ili tusitende kazi ya Bwana. Tuondoe hizo zisizofananishwa na sisi kuitwa watu wa Mungu. Tuziondoe. Tukiziondoa tutakuwa wamama wa samani, tutakuwa wababa wa samani, tutakuwa vijana wa samani, tutakuwa kwaya ya samani, tutakuwa wazee na mashemasi wa fahari, kwa sababu Bwana anapenda watu kama hao. Amen. Amen. Jambo la pili, vyombo vya mti na vya udongo. Hivi vyombo mostly watu hawapendi kuvitumia kwa maana ni vya bei kidogo. Nilikuwa nazungumzia na mtu mmoja wakati nilipata nyumba. Akasema, sasa pasa nitakubeba mahali, kama unaingia kwa hiyo nyumba nitakupeleka mahali pale ambapo utanunua vitu vya kuweka nyumbani mwako. Akanibeba mahali, akanionyesha vitu vya samani. Niliingia pale mpaka nikapenda kabisa. Vitu vizuri, akasema, I wish hivi vitu vingekuwa nyumbani mwangu. Mtu akikuja naangalia maua mazuri na meremeta, vile vikopo vizuri vinawekwa kwa meza na zile meza za samani, mtu atasema, huyu bwana ako vizuri. Lakini ikiwa utatamani hivi na sio vile ulivyo navyo ndani yako, itakuwa ni aliburu. Lakini ikiwa ya kwamba wewe ni mtu ambaye unajua ya kwamba mimi ni chombo ambacho sicho cha samani, nitafanya namna gani? Kwa hiyo mambo ya pili ni ya kwamba vyombo vya mti na vya udongo, hivi vyombo mara na mara vipendwe na watu, mara na mara vinadharauliwa, mara na mara vilete sifa na utukufu kwa Mungu, na kwa maana hiyo tumewekwa kando na shetani tutumia. Shetani anatumia watu katika kanisa. Je, ukiwa ni chombo kama hicho, utakubali mtu akuite chombo cha udongo ama cha mti? Na kuna vyombo vya samani na dhahabu, vya fedha na dhahabu. Bwana hapa Paulo alipenda kumaanisha ya kwamba katika kazi ya Bwana si tu kubagua watu, lakini alikuwa anapenda kukompea
vitu vilivyo katika nyumba ya Bwana. Vimoja ni vya samani na vingine sio vya samani, lakini Bwana anapenda vyote ili vipate kubadilika kuwa vya samani, kwa sababu yeye ni Bwana wa samani. Yeye ni Bwana wa mabwana ambaye anapenda watakatifu pekee. Na ikiwa tujafika katika ile utakatifu, anapenda tuifikie ile toba iliyo kamilifu, ili siku atakapokuja atupate tuko tayari. Amen. Jambo la tatu, tunakuta ya kwamba kuna vingine vya heshima vilivyoandaliwa kwa kazi ya heshima. Hivi vya heshima hivi vimeandaliwa kwa kazi ya heshima, na hivyo vyombo vinapotumika kazi kanisani kwa heshima ya Bwana na kwa injili ya Kristo na kwa wale wanaofurahia Bwana, inaleta furaha na utukufu kwa Mungu aliye mbinguni. Amen. Na Mungu anafurahia vile waimbaji mlimba hapa, nini vyombo vya samani ndani yenu ya roho zenu. Bwana anafurahia akitazama mbinguni. Rosemond akasema ya kwamba Mungu anacheka. Mungu anacheka ikiwa watu wake wanafanya mambo mazuri, anafurahi, kwa maana cheko lina represent furaha. Amen. So ni nani asingependa kumfurahisha baba yake wa mbinguni ambaye ndio tunakuja hapa kumtumikia? Nilikuwa na vijana usiku walikesha, wanaomba, wanaimba, wanaandaa mambo mengine. Nimesema ya kwamba iweshi kama Bwana angekuja usiku wa leo, wengi wao wangejiendea leo. Kwa maana hivi ndivyo Bwana anapenda tujiandae kila siku. Kuomba ni kazi ya kila siku. Kusoma neno ni kazi ya kila siku. Kumwimbia Bwana ni kitu cha kila siku. Si ya kwamba tukidrope kwanza, twende leo kwanza kwa mambo yetu ndio baadaye twende. Na kwa maana hiyo, Bwana, hasira ya Bwana inawaka kwa watu wasiomjua. Kwa hiyo tungependa Bwana apewe utukufu milele, na sisi ambao ni vyombo vya samani tuishi na yeye katika ufalme wake milele na milele. Amen. Na vile vyombo vingine ambavyo havina heshima, hawa ni wale walio na sifa mbaya. Nimesema tena, vyombo si kwa heshima, ni wale walio na sifa mbaya. Tuko nao kwa kanisa, tunaomba nao, tunaimba nao, tunatoa sadaka nao, tunacheza nao, lakini unakuta ya kwamba ndani yao wana sifa mbaya. Na kutengeneza hizo sifa zinawagharimu cost, lazima wafanye gharama. Na gharama yao pekee ni kutazama msalaba wa Kristo. Amen. Hiyo ndio gharama pekee. Utakapokuwa na roho ya repentant heart, basi unapata kibali cha kumfikia baba yako. Kwa maana shortcut moja pekee ni kutazama msalaba wa Kristo. Msalaba wa Kristo ni kitu cha maana sana. Na ukianguka chini yule msalaba, umepata njia yako imefunguka. Ukiona thamani ya msalaba, unapata thamani kubwa, na wewe unafanyika kuwa chombo cha thamani. Na wale ambao ni vyombo ambavyo vinalaumika, vyombo vibaya, havitumiwi kwa nyumba, vinachungwa kwenye store. We keep them kwa store, na siku wale wa trash wanakuja, tunavichukua kule kwa store, tunavitupa kwa trash, wanabeba vinatupwa, havitumiwe. Bwana anapenda atumie vyombo vya thamani. Mama kwa nyumba yake anapenda atumie chombo cha thamani. Msichana kwake anapenda atumie vitu vya thamani, ili ya kwamba Bwana wake atakapokuja atakuwa tayari. Amen. Nitaingia katika somo la mwisho kwenye kitabu cha Luka 10:1-3. Hapo ndio lile wimbo wa wale wa kaka zetu na dada zetu kutoka kanisa la African Missionary Church. Nimesahau kitu kingine? African Missionary Pentecostal Church. Amen. Bwana wabariki sana. Hapo ndio mliimba wimbo ambao mzee akakuja naye akatafsiri hapa. Hapo ndio nimechukua hapo kidogo, lakini iko mrefu. Yesu Kristo baada ya kuchagua wale 12 tena shara, alichagua wengine, kwa maana kulikuwa wengine walikuwa interested na mambo yake. Sio wale 12 tu ambao tunawajua. Alichagua wengine 70 na akawachukua akawatuma. Nendeni. Huu ulikuwa ni wakati Yesu Kristo anakaribia kifo. Aliona ya kwamba bado dunia ina haja ya yeye kutangazia ujumbe wake. Alikuwa anapenda ujumbe wake, kwa maana aliponya watu, alilisha watu, alikuwa sana generous, sana alikuwa na hali ya kushuka chini aone watu huruma. Alikuwa na roho ya huruma. Kuna wafanyakazi wengine hawana roho ya huruma. Kuna watumishi wengine hawana roho ya huruma. Na kwa maana hiyo, kama kuna roho ya huruma, hakika utafanya kazi ya huduma ya Bwana. Hiyo ndio Yesu Kristo alikuwa nayo. Alikuwa na roho ya huruma. Akaribia kufa, aliona kuna miji mingine ambayo ilikuwa haijapokea ujumbe na walikuwa na tamani ule ujumbe. Akasema namna gani? 4:11 mtatosha, nitaita 70. Aliita 70. Biblia zingine hapo zinasema 72, lakini mostly nyingine nimezisoma ambazo zisharekebishwa na zinabaki ni ile asili ya mbele, zinasema 70. Na 70 ina reflect number fulani ambayo Musa
wakati akienda kwenye mlima, Bwana alimwagiza ya kwamba anapenda kukutana na wana wa Israeli. Musa alibeba wazee 70. Yesu Kristo alipochagua wale 70 alireflect hiyo namba. Pili, masenadre. Sio anaitwa gani kwa Kiswahili? Nimepoteza hapo kwa sababu nilisoma kwa Kiswahili. Wale masenadre wanaitwa gani Kiswahili? Masandukayo? Na mimi ni masandukayo. Wanaitwa senadre. Kwa Kiswahili? Wanaitwa baraza kuu. Yeah. I wish hawa watu walikuwa na wazee nao 70. Hiyo ndio ilikuwa ile timu yao kubwa ya uongozi. Na ni hao walikaa chini kusiege na kufanya mambo muhimu sana. Kwa hiyo namba 70 ni kama vile namba iko complete kufanya kazi katika kazi ya Bwana. Ndipo sasa Yesu pia alipochagua tu watu. Baada ya 12 akaanza kutuma wengine 70 na walienda katika mitaa. Ndio pale ndugu zetu walipokwenda walipewa mamlaka ya kuhubiri habari njema na kuponya magonjwa ya kila aina. Amen. Amen. Na walipokwenda na nguvu za Yesu Kristo, baada ya kuwatrain, aliwatrain kwa muda mfupi na akawatuma.